وبركاته. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا حماة وحراس العقيدة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى كما أمرنا الله قائلا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين. Ahbabi fillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametujalia kukutana tena katika hii siku yetu ya leo, siku ambayo ni tarehe 23 katika kalenda yetu ya Kiislamu, mwezi wa pili Safarul Khair, mwaka wa 1448. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetujalia kuiwahi hii ibada tukufu ya Ijumaa, na Mwenyezi Mungu atutakabalie hii ibada yetu, aiweke katika mizani ya hasanati zetu. Pia vile vile tunamtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, ambaye amekuja na mafundisho yaliyokamilika. Jambo la kwanza, nahusia nafsi yangu na nafsi zetu sote katika jambo la kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani yeye ndiye aliye na haki zaidi ya kuogopwa. Katika khutba yetu ya leo, niko katika kuelezea au nimefikiria kwamba maudhui yetu tueleze kuhusiana na al-ijazu al-ilmi fi al-Qur'an, utukufu na ijaz, ushindi wa kielimu ambao uko ndani ya al-Qur'an al-Karim. Mara nyingi sisi wanadamu tuhusudu mambo makubwa, elimu na utafiti ambao wafanywa na unaotoka kila siku kutokamana na wasomi, na sio ajabu leo elimu hii ya kizungu inaunga mkono sana na watu wote duniani, kwa sababu ndiyo sehemu ambao wanadamu wanaona kwamba ndiyo mahali palipo na elimu, ndiko ambako kwa kuwatoa watu kutoka min dhulmati jahala ila nuri maarifa, kutoka kwenye ujinga mpaka kwenye elimu, kwenye nuru ya kujua kila jambo. Na watu wanaona ile elimu inayosomeshwa upande ule ndiyo mahali pa mtu kujua na kupata maendeleo ndani ya ulimwengu huu. Ndiyo, hilo ni jambo ambalo liko kweli, lakini je, hii Qur'ani ina mchango gani katika elimu zote zinazopatikana katika ulimwengu wetu wa leo? Zamani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba mwanadamu alimtangaza kwa elimu. Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu alimtangaza kwa elimu. Wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
alipowaambia wana malaika, inni khaliqun basharan min tin fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Yani malaika, mimi nitaumba mwanadamu kutokamana na udongo. Fa idha sawaituhu, huyu mwanadamu nitakapomweka sawa, wa nafakhtu fihi min ruhi, na nikampulizia roho yangu, faq'u lahu sajidin, basi msujudieni. Kwa hapa Mwenyezi Mungu ameweka amri ya kumsujudia Adam, kwa malaika wamsujudie Adam. Lakini watamsujudia Adam kwa kitu gani? Kwa kitu gani zaidi ambacho Adam aliwazidi ili wamsujudie? Wakati Mwenyezi Mungu alipotaka kumuumba Adam, katika mazungumzo mengine, unajua Qur'ani imekuja kwa asalibu tofauti, ndio maana leo tuielezea al-ijaz fil Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Huwa muslimu wengine, pindi Mwenyezi Mungu alipowaambia malaika zake, inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi nataka kupeleka katika ulimwengu kiongozi. Malaika kwa sababu ya kuwa wao walikuwa na mfano wa viumbe vilivyoishi duniani ambao ni majini, walipokuja kwenye ardhi hii hawakuishi vizuri, na wao ndio waliotangulizwa mbele kabla ya mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala alileta malaika, wakaja wakawatoa wale majini, wakafukuzwa juu ya mgongo wa ardhi ili wawape nafasi wanadamu waje waishi. Malaika wa majini wale walifanya mambo fulani, na yale mambo ndio malaika waliyataja, wakamwambia, atajalu fiha man yusri fiha, ewe Mola wetu, wapeleka katika ardhi man yufsidu fiha, watakufanya ufisadi, wayasfiku dimaa, na watakumwaga damu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sisi twakusabihi, sisi twakutakasa. Qala, Allah akawaambia, inni alamu ma la ta'lamun, mimi najua yale mambo ambayo nyinyi majini hamuyajui, nyinyi malaika hamuyajui. Mimi najua yale mambo ambayo nyinyi hamuyajui. Bimaana kwamba huyu niliyemuumba sio kama hao mnazungumza. Allah subhanahu wa ta'ala akampa kitu mwanadamu ambacho majini hawana. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha, Allah subhanahu wa ta'ala akampa elimu Adam, akampa elimu ya vitu vyote ambavyo viko kule mbinguni, kila kinachoonekana akamwambia hicho kitu kiko kitu fulani. Ndio wanadamu mpaka leo elimu hiyo wanayo. Hata mtoto mdogo ndani ya nyumba yao atakwambia hii ni TV, hii ni radio, hiki ni kiti, kile ni kibakuli, kile ni kijiko. Yani hana elimu ya kitu kimoja, kila kitu atakijua kwa jina. Bora afike umri tamyiz, umri wa kupambanua, atakwambia kila kitu ambacho kiko ndani ya nyumba. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha, Allah subhanahu wa ta'ala akamfundisha Adam majina ya vitu vyote. Thumma aradahum ala al-malaika, kisha Allah akavionyesha vile vitu mbele ya malaika. Ndiyo leo hafalati kama hizi ziko madarasa, zile hafla zaitwa haflatul arwi, hafla za maonyesho ya kimasomo kwa wale watoto. Kile wanachokisoma sio yote, lakini baadhi ya maonyesho ambayo
hafla hiyo Mwenyezi Mungu alimwandalia Adam. Baada ya kuumba, Mungu aliandaa hafla ya kumfanya Adamu awaambie malaika vyote ambavyo viko mbele. Kwanza akaanza na malaika, ambiuni bi asma'i haulai in kuntum sadiqin. Nyinyi kweli mlisema kwamba mna mengi mnayofanya na hamnakubali na mmekitweza kile ambacho nataka kukiumba. Sasa nataka mniambie majina hivi vitu vyote mmeviweka mbele yenu. Malaika walimwambia Mungu jibu moja, la ilma lana illa ma 'allamtana. Mola wetu, sisi hatuna elimu isipokuwa kile ulichotufundisha. Malaika si kwamba hawana elimu, lakini kila malaika ana elimu na kile ambacho Mungu amemfundisha. Kila malaika ana elimu na kazi ya Mungu aliyompa elimu na hiyo. Ama mengine huyo malaika hayamhusu wala hayajui. Kwa hiyo alimwambia la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wewe Mwenyezi Mungu ni al-alim, ndiye mwenye hikma. Sasa Adam akaambiwa ambiru bi asma'i haula. Adam, hebu mwambie malaika majina ya vitu kama hivi. Adam akavitaja. Ndio leo baada ya madaris kusomesha takriban mwaka au miezi 10 au 11, wazazi huitwa ili waelewe hapa madrasa tunapopeleka watoto wetu na tunapolipa fizi. Haya ndio baadhi ya yale unayosoma. Watasimama watoto wasome Qur'ani, watasimama watoto wasome tauhid, watasimama watoto wasome hadithi za Mtume, watasoma sira, watasoma mawadi lughawia, watasoma. Almuhimu sasa yale ni mambo ambayo si kwamba tu ni wazazi ni walimu watafuta pesa, bali ni kitu ambacho Mungu alikifanyia ardhi kwa malaika, kuonyesha kwamba huyu mwanadamu ana utukufu wa kielimu. Allah subhanahu wa ta'ala ndio kule kwingine aliwaambia fa idha nafakhtu fihi fa idha sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Sasa Adam akasujudiwa kwa sababu za kielimu, malaika wakamsujudia kwa sababu za kielimu. Sasa elimu hii ni elimu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuja akaileta duniani wanadamu waisome, na elimu yote yeye Mungu ndiye aliyoleta. Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan. Mwenyezi Mungu ndiye aliyemuumba mwanadamu akamfundisha chochote anachokitaka mwanadamu akipate baada yake. Kwa hivyo sasa nyingine sisi Waislamu, labda ukimuuliza Muislamu, tunaposema Qur'ani ni muujiza wenye kudumu, hii Qur'ani ni muujiza namna gani? Je, Qur'ani ni muujiza kushinda miujiza yote? Kuna mtume ambaye alikuwa na fimbo inageuka nyoka ikasababisha wachawi wakasilimu. Kuna mtume ambaye alikuwa na uwezo wa kumwambia mtu ambaye amekufa ainuke tena na anarudi hai. Kuna mtume ambaye yeye anamwekea mkono huyo anapona saa hiyo. Kuna mtume ambaye anauchukua udongo anaufinyanga, na kama mfano atengeneza kisanamu cha ndege, alafu akikupulizia ule udongo, yule mnyama au ile mfano ule mnyama ambaye ametengeneza kwa udongo, saa hiyo anaruka, anakuwa ni ndege kweli. Je, hiyo ni muujiza kushinda Qur'ani? Na tukisema Qur'ani ni muujiza namna gani? Je, Qur'ani ina maajabu gani mpaka ile tuambiwa Qur'ani ni muujiza khalida, muujiza wenye kudumu kushinda miujiza ya mitume wote? Qur'ani ni muujiza aina gani? Bali kuna baadhi ya Waislamu walioshindwa kuelewa kwamba
Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ndiye aliyekuwa na miujiza mikubwa zaidi kuwashinda mitume wote. Sema kuna mtume aliyemshinda Mtume Muhammad kwa muujiza? Hakuna mtume aliyemshinda Mtume Muhammad kwa muujiza. Siku zote yule anayewekwa mwisho saa nyingine huwa ndiye mtu bora. Hujaona hii mifano ya leo ya kawaida ambayo binadamu huwa wanayo tu. Saa nyingine huchukuliwa mchezaji bora akaingizwa kipindi cha pili au kurutibu. Vijana leo wanamuita super sub, yani substitution ambayo ni imara zaidi, yenye kuokoa kutoka timu labda iko nyuma au timu pengine iko bila, akaleta ushindi. Hasa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aliyekuwa nyuma makusudi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuja kukikamilisha kila kitu ambacho mitume wengine hawakukifanya, bali alikuja na kila kitu kilicho bora zaidi ambacho mitume walifanya wakaacha, alafu yeye alikuja akatimiza. Miongoni mwa wale aliyokuja ni maneno yake mwenyewe, ndio Qur'ani ikaitwa al-kitabul mu'jiz, kitabu ambacho chenye ijazi, chenye kuwashinda watu wote. Ndugu zangu Waislamu, kwa sababu mwezi wa mfungo sita waja, tunataka kuja kumwelezea ukubwa wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu Mtume Muhammad yuko na ukubwa kiasi gani, ili tutakapomwelezea tusione kwamba labda tuongeza mambo. Kwanza tueleze hiki alichopewa na Mungu ni kitu kikubwa kiasi gani, na siku zote kitu kikubwa hupewa mtu mkubwa. Huwezi ukachukua kitu kikubwa ukampa mtu ambaye ni mdogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamsema akisema, rahimallahu mra'an arifa qadra nafsihi, amemrahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yule mtu ambaye anajijua personality yake, yule mtu ambaye anajijua thamani yake ni kiasi gani. Siku moja katika hukama aliulizwa swali, man aqalu nas, nani mwenye akili? Akasema, man ya'rifu qadra nafsi, mtu mwenye akili yule anayejifahamu yeye ni nani. Kama ajifahamu wewe ni nani, wewe una akili. Kama wewe bado mpaka sasa ujifahamu wewe ni nani, huna akili, na wala usijihesabu watu wenye akili. Kwa hivyo ili sisi Waislamu tumfahamu Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ukubwa wake, tuangalie kile alichopewa na Mwenyezi Mungu kina ukubwa kiasi gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbali na miujiza aliyokuwa nayo ambayo ni mingi, hakuna haja ya kueleza hiyo, lakini tuelezea hadha al-Qur'an, hii Qur'ani ambayo ina mambo makubwa. Ndio tukasema kwamba al-Qur'an mu'jizatun. Hii Qur'ani ni muujiza, inaitwa kitabu muujiz kwa sababu al-Qur'an mu'jizatun. Qur'ani yenyewe mu'jizatun fi alfadhi, matamshi yake yenyewe ni muujiza, matamshi yake ni ajabu, matamshi ambayo huwezi ukapata katika sehemu nyingine. Wa uslubihi, na mpangilio wake pia una muujiza, yani una ajabu, sio kawaida. Wa fi bayana yake, kwa wale ambao wao ni mabingwa wa kutengeneza matamshi ya Kiarabu, hawezi kutengeneza matamshi kama ya Qur'ani. Wale ambao wana mpangilio wa lugha, wale ambao wana bayani, yani wana maneno ambayo ya ubainifu na kutengeneza maneno ya kuvutia, hawezi wakaleta maneno kama hii Qur'ani. Wanadhumi hii na Qur'ani vile vile ina ijazi katika nadhumi yake, wa fi tashri'ati wa ahkamihi zamaniya, na vile vile Qur'ani ina ijazi katika sheria zake, katika hukumu zake, tena hukumu ambazo zilizokuja, tena hukumu ambazo zinaendeana na zama zote, litakwini mujtamai insani mithali waqi,
yani kwa ajili ya kutengeneza huu mujitama wa wanadamu kwa namna yote ya zama na mahali popote watakapokuwa, wa maarif na maarifa, kama annahu mujizun fi mahtawa min ulum, kama vile vile hii Qur'ani ilivyokuwa ni mujiz, kuwa imekusanya kutokamana na elimu wa maarif, lam yajmaha kitabun qablahu wala ba'dahu, hakuna kitabu ambacho kimekusanya wala kitakusanya mambo ambayo ni makubwa kabla ya Qur'ani wala baada yake. Watahakkakat biktishafihi alulamau, na wanavyoni walikuja wakalihakikisha hilo, wanavyoni libabiha fil usuri almutaakhira, wanavyoni walikuja wakalihakikisha hilo katika zama zilizokuja baadaye, katika kuelezea masala ambayo yakuna ijazi katika Qur'ani, kahakaika thabita, kama kuja kusema kwamba yale yaliyoko ndani ya Qur'ani ni uhakika uliothubutu. Ndugu zangu Waislamu, tunaposema Qur'ani ina ijazi, ni nini ijazi? Tunaposema Qur'ani ina ijazi, maana yake ina ushindi, ina kumlemea mtu asichallenge, hawezi kuichallenge ile Qur'ani. Ijazi ni nini? Nasema al-ijazu lughatun mushtaqun min al-ajiz wa dhurf, imetokana na neno al-ajiz. Al-ajiz maana yake ni kulemewa na udhaifu. Maana Qur'ani ina ijaz, ina kumlemea mtu asifanye kama vile Qur'ani inavyosema au kuleta mfano wake. Wa maanahu al-fawt was-sabq, maana yake ni kutangulia na kuwa mbele zaidi. Yani kila wewe unavyokwenda mbio kielimu, unayopata Qur'ani bado iko mbele yako. Kama vile wewe unavyokuwa ni mtu wa kufanya bahthi na research, bado kila unapofanya research zako utakuja na namna gani Qur'ani ilivyo mbele katika kuelezea mambo kama hayo. Walmujiza fi istilahi ulama amrun khariqun lil'ada, mujiza katika Qur'ani katika istilahi ya wanavyoni ni jambo ambalo ni kuvunja ada, makrunun bitahaddi salim min al-mu'arawa, yani kwamba imefungamanishwa na atahadi challenge ambayo imesalimika kutokamana na mu'arawa, yani kutokamana na upingaji wa aina yote. Qur'ani haina upinzani, ijapokuwa jamaa wamejaribu kuleta vitu vya kupinga, lakini kila hoja inayokuja inakuwa ni tafiha. Hiyo hoja ambayo ni dhaifu, ni duni, bado hailingani na hoja ambazo zaweza zikaiweka kando Qur'ani, kuonekana Qur'ani pale imeenda Kongo. Walijaza Qur'ani yuksad bihi ijazun linnas fi adami qudratihim ala al-ityan bimithlihi, na ijazi ya Qur'ani inakusudiwa kuwashinda watu kutokamana na kuleta mfano wake, yaani wanadamu hawezi wakaleta mfano wake. Hiyo ndio ijazi ya kwanza. Hakuna mwanadamu yoyote aliye na uwezo wa kuleta mfano wa Qur'ani. Alafu ndio kitabu cha pekee duniani ambacho hakiishi ladha kukisoma. Hebu tuchukulie ndani ya nyumbani kwenu au nyumba zetu hizi, wakati tulipokuwa tuwasomaji sana kule shule, tumepata story books ngapi tulizozisoma? Nyingi tu, za Kiswahili, za Kizungu, na pengine kitabu ulichokipata pale mwanzo akiona mtamu kukisoma kile kitabu, lakini mwisho wakisaishalala kile kitabu kisomi tena. Lakini kuna kitabu kimoja duniani ambacho hakiishi ladha, ambayo ni Al-Qur'an Al-Karim. Kila siku haichakai kwa kule kuisoma, haishi ladha yake. Utakaa siku kuisoma, sikia utamu mpya. Kwa hivyo hii ndio moja katika ijazi ya Qur'ani, ni kitabu ambacho hakiishi ladha kukisoma. Na sauti zake, kila sauti unayosikia, utasikia msomo mmoja akisoma unasikia ladha yake, msomo mwingine utasikia ladha yake. Na Qur'ani ni ile, lakini Qur'ani ile haishi ladha katika kuisoma. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
Wakati watu waliposema haya ni maneno ya kawaida, alimwambia Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika sura Al-Isra, qul in ittama'atil insu wal jinnu ala an yatu bimithli hadha al-Qur'an, sema Muhammad, wa in ittama'atil insu wal jinnu, lao wanadamu na majini watakusanyika ala an yatu bimithli hadha al-Qur'an, juu ya kuleta mfano hii Qur'ani, la yatuna bimithlihi, katu haiwezekani kuleta mfano wake, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama baadhi yao kwa baadhi nyingine atakuwa ni kusaidiana. Majini waje na elimu zao zote za ujini, wanadamu waje na teknolojia zao zote walizonazo walizopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watengeneza aya moja tu inayofanana na aya za Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema hiyo haliwezekani. Huyu anazungumza hivi ni mwenye maneno hayo ya Qur'ani, anasema wacheni nyinyi majini, nyinyi wanadamu peke yake, ombeni na msaada wa majini ili mlete mfano wa Qur'ani, hamtoweza. Katika sehemu nyingine Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema am yakuluna iftara, eti wanasema Qur'ani imezuliwa. Iftara kwa Muhammad, hii Qur'ani amezua, ametoa kutoka kwenye akili zake au ametoa sehemu fulani. Fa'atu bi'ashri suwarin mithlihi, kul fa'atu bi'ashri suwarin mithlihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anambia basi kama imezuliwa, sikini kuzuliwa maana yake ni kwa uwezo mkazua. Sasa leteni tu sura 10 mfano wake, zile mnazoweza ndogo ndogo tu, kwa sababu kwenye Qur'ani kuna sura 10 zile ndogo ndogo tu, kuanzia alam tara mpaka kul a'udhu birabbin nas, hizo sura 10. Ina maana Mungu alipoambia walete sura 10, hajawaambia walete sura 10 kama sura Al-Baqara, sura Ali Imran 10 zile kubwa kubwa. Fa'atu bi'ashri suwarin mithlihi, mlete sura 10 hata kama zile ndogo ndogo, kuanzia alam tara mpaka qul a'udhu birabbin nas, mlete sura 10 kama hizo ndogo ndogo tu. Muftarayati zilizozuliwa, si msema zimezuliwa, na nyinyi mlete sura zenu 10 zilizozuliwa mfano zile sura 10, mfano sura 10. Wad'u man istata'tum min dunillah, na pia mkitaka muombe msaada yote aliye mnemweza siye kwa Mungu asaidie kuleta hizo sura 10 mfano wa hizo zilizozuliwa. Kama muona hii Qur'ani imezuliwa, basi muombe yote, takeni msaada kwa yote, mlete mfano wa sura 10. In kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wakweli kutokana na madai yake. Madai yenu Allah Subhanahu wa Ta'ala kaendelea kwa jifa, in lam yastajibu lakum, fa in lam yastajibu, ikiwa hawatajibu, fa'lamu annama unzila bi'ilmi Allah, basi jueni kwamba hii Qur'ani imeteremshwa kwa ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa an la ilaha illa huwa, na mjue kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye Mwenyezi Mungu. Fahal antum muslimun, je nyinyi ni Waislamu? Sasa walipoulizwa sisi, mimi na wewe, je sisi hapa ni Waislamu tunaamini kwamba Qur'ani hii ni kweli ni kitabu cha Mwenyezi Mungu chenye ijaza? Tunaanza kuzungumza haya kwa sababu siku hizi tunashangazwa sana na elimu iliyoko ndani ya Al-Qur'an, elimu iliyoko kwenye ulimwengu. Ndio maana tumeshindwa kuwapeleka watoto wetu mpaka madarasa kwa sababu ya kuzisudu elimu zilizokule nje. Hatuna shida nazo, lakini tunazisudu sana mpaka tunawanyima watoto wetu elimu za madarasa, kiasi ya kwamba baadhi ya wazazi hatuoni kuna haja watoto wetu waende madarasa wakati wa holiday, kwa sababu tutazisudu zile elimu. Na wao jamaa wametuambia waendelee ili wafaulu kwenye mitihani yao, na kweli tuwapeleka, lakini kumbe elimu zile wanaweza kuzitafuta kule, mandai yake iko kwenye Qur'an. Kwa hivyo ili tuwaelewe haya, inshallah Ijumaa ijayo pale tutakapo nafasi tutaangalia ijazul Qur'an al-ilmi fi khalqi al-insan. Hii Qur'ani inatuonyesha maajabu gani
katika kumwelezea mwanadamu namna gani alivyoumbwa scientifically, kisayansi. Qur'ani yatuelezea huyu mwanadamu alivyoumbwa kisayansi. Je, ameeleza? Je, hawa wana sayansi ziko research zao au ni zetu sisi Waislamu? Sio sayansi. Sasa ile sayansi unayoiona, sijui kuna X, kuna Y, sijui kuna manii yaitwaje, si zikenda kule za kunja yai, si mambo yanakuaje kuaje, alafu mwanadamu anakuja, mambo hayo yote hayo wao wameyatoa wapi? Kwa hivyo, kwa sababu tutataka kuona, je, hii Qur'ani imo katika hizi elimu zetu za kileo? Tutataka inshallah tuingie huko ili tuone kwamba ikiwa kuna elimu kubwa iliyoko hapa duniani, basi elimu zote ziko ndani ya Al-Qur'ani al-Karim. Mwenyezi Mungu atazitoa huko zikaingia katika elimu za ulimwengu, na wanadamu wakaziandika kwenye lugha tofauti tofauti. Ndio leo sasa, kwa bahati mbaya, kwa sababu mambo yale yafundishwa kwenye uzungu, sasa kuona kule ndio kwenye elimu. Kumbe elimu hizo zote ziko ndani ya Qur'ani yenyewe. Tukitoka hapa tuelezee ijazi ya Qur'ani katika upande huo, ili tuelezane huyu mwanadamu uumbaji wake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoja namna gani. Tushaeleza Adamu Mungu na udongo, hiyo imetosha. Lakini huyu mwanadamu alipoumbwa na udongo, Mungu aliwaambia malaika wamsujudie, na walipomsujudia walimsujudia kwa sababu za kielimu. Sasa elimu aliyopewa baba yetu Adamu iliyofanya asujudiwe. Sasa Qur'ani hiyo ndio inazibeba elimu hizo zote ambazo Mungu alimfanya malaika amsujudie mwanadamu. Hiyo elimu uko na wewe, mimi na wewe. Hiyo elimu tukano sisi. Lakini sisi wengine hatuzioni elimu hizo, tutachezeshwa na makafiri. Pia yani tutazungushwa na makafiri mpaka tuwe na wao ndio wanaobeba elimu za ulimwengu. Kumbe elimu ya ulimwengu tuko nayo sisi Waislamu. Inshallah hapa ndio mahali ambapo tumekoma nukta yetu leo. Inshallah wiki ijayo tutakujelezana al-ijazu al-ilmi fi al-Qur'ani, al-ijazu al-ilmi fi khalq al-insan. Qur'ani imeeleza vipi katika ijazi yake ndani ya uumbaji wa mwanadamu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum wa sa'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه الهداة الثقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بنفسه وثلث بكم أيها المؤمنون. قال الله تعالى مخبرا أمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين الأربعة، أبو المؤمنين أبي بكر الصديق، أبو المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، أبو المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، أبو المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، أبو المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، اللهم جميع صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا واغفر بنا وارفضنا والمسلمين. اللهم قنا وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر